mikononi mwangu ni gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni viongozi wa dini wataka Christmas ya msamaha umoja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu za viongozi mbalimbali wa dini zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, akiwemo Askofu William, nukuu yake ikisema, kupitia sikukuu hii hata wale waliokuwa wakitenda uovu waachane nao kwa kutubu na kusameheana. Mwaka huu uwe mwisho wa uovu na tunapoingia mwaka 2026 taifa lirudi kwenye misingi yake ya amani, haki na maadili. Nukuu nyingine ya mchungaji Titus Kiame inasema, mwaka huu tumepitia mengi na tumemkosea Mungu. Kwa sikukuu hii ya kuzaliwa kwa Yesu mkombozi wetu, tuombe msamaha nasi tusamehe ili tuingie mwaka 2026 tukiwa wasafi, kuepuka madhara ya damu iliyomwagika. Askofu Dickson Chilongani ndugu yake anasema, watu wanalaumiana, viongozi hawaaminiani, raia na vyombo vya ulinzi hawana imani, lakini Yesu anayezaliwa ni mfalme wa amani. Tunapaswa kuwa na amani, kuomba amani na kuzungumza amani, na nchi yetu itakuwa ya amani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika, mapambo ya Christmas yaacha kilio kwa wachuuzi. 5. Idadi ya miti ya Christmas aliyouza mmoja wa wachuuzi ambaye alinunua miti 80 kwa ajili ya kuuza hadi jana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. CEO watendaji TEMESA wafutwe kazi Dr. Mwigulu. Dar es Salaam, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagizwa kufutwa kazi na kufikishwa katika vyombo vya dola. Mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA pamoja na management ya wakala huo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Na ni mzalendo wa kweli, mjadala mpana nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika Kardinali Pengo mgonjwa kupelekwa nchini India, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi.